Upendo, hujambo? Unahitaji machungwa? Ndiyo nahitaji. Maswali ya kupata yale aliyoagiza jana. Unauzaje? Unataka mifuko mingapi? Nauza kwa mifuko tu. Kwa nini? Ninayo mengi sana. Naogopa sitaweza kuyauza yote kabla hayajaharibika. Umeyapata wapi? Maswali ana duka la matunda, naye hana hata chungwa moja. Yapo kila mahali unapotazama. Mji umejaa machungwa leo. Kweli? Ndiyo, nina wakina mama wenzangu 4 wanaonisaidia kuyauza yasibaki. Imekuwaje basi? Hukusikia kuhusu ajali kule stendi? Hapana. Nini kimetokea? Niliona kila kitu. Jana usiku nilikuwa huko stendi. Jamani, kuna aliyeumia? Hapana, ila magari yale hayataweza kutembea kwa muda mrefu. Kwa hiyo ilimbidi dereva mwenye machungwa ayashushe yote hapa kijiji? Kabisa, nilipatana na mwenye gari anipe bei nzuri. Nikanunua karibu nusu. Ni machungwa mengi sana. Najua, natamani nisingalinunua yote haya. Yameanza kuharibika. Nitapata hasara. Hakuna watu wa kutosha wanaotaka kuyanunua, hivyo imenibidi nishushe bei. Pole sana. Asante, ingawa maparachichi yangu yanakwenda vizuri. Kweli? Yaani kuliko kawaida? Ndiyo, lile gari la pili lilikuwa linakwenda kuleta maparachichi hapa, lakini limepata ajali, kwa hiyo hayatapatikana kwa muda. Lakini wewe unao maparachichi? Mimi nina mti wa parachichi. Maparachichi yangu ni pekee hapa kijiji sasa. Karibu yasitoshe. Bei imepanda. Kwa hiyo nimepata faida kubwa zaidi. Hii ni habari njema kwako. Inanikumbusha jambo nililosikia hivi karibuni, kwamba ni upatikanaji na uhitaji ndio mara nyingi hubadilisha bei ya vitu fulani. Unamaanisha nini? Upatikanaji ni kiasi cha kitu ambacho kipo kwa ajili ya kuuzwa, na uhitaji ni kiasi cha kitu ambacho watu wanataka kununua. Kama machungwa na maparachichi yangu? Ndiyo. Sasa hivi kuna machungwa mengi hapa kijiji. Ndiyo upatikanaji. Lakini hakuna watu wengi wanaohitaji. Yaani uhitaji. Kwa hiyo yanaharibika. Na inakubidi kushusha bei. Lakini hakuna maparachichi mengi. Na watu wengi wanahitaji kuyanunua. Kwa hiyo ninaweza kuongeza bei na kupata faida kubwa zaidi. Hasa, ni vyema watu watafakari kwa makini wanapoamua ni kitu gani wauze kama biashara yao. Ni vyema kuamua kuuza vitu vinavyohitajika sana na havipatikani kwa wingi kama maparachichi yangu, lakini wasiuze vile vinavyopatikana kwa wingi hali havihitajiki sana kama haya machungwa. Ndiyo. Furaha. Habari. Hivi ndivyo vitambaa vipya tulivyosubiri? Nzuri. Ndiyo. Unavipenda? Ndiyo. Hivi vyote ni vizuri. Lakini Furaha, hiki kikoje? Ni tofauti? Najua. Ni cha ajabu sivyo? Kiliongezwa bure. Nafikiri Musa ameshindwa kukiuza. Naweza kufahamu kwa nini? Tutakitumiaje sasa? Sijui. Tukiache kabatini na kukifikiria baadaye. Kuna mafuta ya taa? Ndiyo, chupa 2. Ndiyo. Bei ile ile? Hapana. Wasemaje? Samahani, bei ya mafuta ya gari imepanda. Lakini bei ya mafuta ya gari inahusianaje na mafuta ya taa? Mafuta ya taa huletwa na gari. Gharama ya kusafirisha kwa gari imepanda. Kwa hiyo bei yangu ya kununua imepanda pia. Na inanibidi niyauze kwa bei kubwa zaidi ili nipate faida. Unajua maswali. Bei ya vitu hubadilika kutokana na mambo mengi mbalimbali. Kweli? Kama nini? Tuseme taa za sola kwa mfano. Kwa sababu ya bei ya dizeli na petroli kupanda, bei ya mafuta ya taa pia imepanda. Kwa hiyo watu hawataki kuyanunua. Badala yake watu wengi zaidi
wananunua taa za umeme wa jua, yaani sola. Kweli? Ndiyo, na kwa sababu wapo watu wengi wanataka kuzinunua, ni busara ninunue taa nyingi kwa wakati mmoja. Na kuzinunua kwa wingi, muuzaji anapunguza bei. Ndipo wewe pia unaweza kushusha bei na hata hivyo kupata faida nzuri. Kabisa. Ni hivyo, kwa sababu bei ya dizeli imepanda, bei ya mafuta ya taa imeongezeka, na kwa hiyo taa za umeme wa jua, yaani sola, zina bei nafuu. Ndiyo, hasa nikitaka kufanikiwa na biashara, lazima nifahamu mambo haya na kufanya mabadiliko madogo kufuatana na hali ilivyo. Mabadiliko kama yapi? Ninajua kuwa sasa hivi watu wengi wanataka taa za umeme wa jua, nazo hazipatikani kwa urahisi. Kweli, kuna maduka mawili tu hapa kijiji yanayouza taa hizi mpya. Ndiyo, hasa watu hawanunui mafuta ya taa kama zamani, na hata hivyo maduka mengi sana yanaendelea kuuza mafuta. Kwa hiyo nafikiri nitaacha kabisa kuuza mafuta ya taa na kutumia fedha yangu zaidi kununua taa za sola. Sawa kabisa. Naitwa Viki ya Haya. Mimi katika hichi kijiji ninafanya ni mkatibu wa kijiji biashara wa kijiji cha Ndongo. Kikundi biashara kimetufanya tuwe na kikundi biashara kwa ajili ya kutafuta masoko ya kuuza kwa pamoja. Kwa sababu mtu mmoja mmoja tumeona kwamba tunaumia. Lakini tukisha kuwa kikundi biashara tukiuza kwa pamoja, tumeshaenda kutafuta masoko sehemu tofauti tofauti, tunapata tani nyingi. Kwa hiyo mtu binafsi hawezi kuzipeleka yeye kama yeye binafsi. Hasara tulizokuwa tunazipata kwa mkulima mmoja mmoja kwa kuuza mazao, wafanyabiashara walikuwa wanatupunja, alafu isitoshe wafanyabiashara akija mwingine unamkuta labda ana shida, hana jinsi, inabidi afanye nini, auze. Lakini sasa hivi mna uwezo wa kukopeshana kwenye hivyo vikundi, usiuze mazao yako kwa hasara ingalau upate faida. Kikundi hatuwezi kupanga bei. Tuna bei ni kutokana na masoko. Hatuwezi kupanga bei kwa sababu soko linabadilika kama kinyonga. Kwa hiyo unaenda sokoni uangalie soko linauza bei gani. Kama inakulipa utaenda. Kama haikulipi ina maana unapumzika kwanza kuangalia hali ya hewa inavyoendelea. Ni kweli kikundi biashara kinatusaidia kunufaika kwenye shughuli zetu binafsi kutokana na kwamba hatutaki kupata hasara, tunatafuta mahali ambapo tunapata bei nzuri ili tupate faida. Babu, shikamo. Marahaba. Mnasoma nini kwenye gazeti? Tuzo ananionyesha habari za nchi nyingine. Wameongeza kodi yao ya mauzo nje ya nchi. Tuzo ameagizwa akusanye habari za nchi tofauti kila siku ya wiki hii, kama kazi yake ya nyumbani. Naona ni njia nzuri ya kujifunza. Mwalimu wako amefanya vizuri. Ni muhimu sana kuangalia matukio katika ulimwengu mzima. Ndiyo sababu yale matunda ya tufaa ni ghali sana. Unamaanisha nini? Hii kodi mpya ya mauzo inaathiri na bidhaa nyingi Tuzo. Kwa nini? Sisi hatuishi huko. Kwa nini ituhusu sisi? Kama baba yako angeweza kukuambia, hakuna mtu hapa kijiji wala popote hapa nchini anayelima matunda ya tufaa na kuyauza sokoni. Yupo sahihi, Tuzo. Ni kweli tufaha zinatoka nje ya nchi. Ndiyo, tena zinatoka nchi ile ile inayobadilisha kodi yake ya mauzo. Sawa. Kama nchi ile imeongeza kodi ya kuuza tufaha nje, inapandisha bei tunayolipa hapa pia. Hicho ndicho mwalimu wangu amemaanisha. Hata mambo yanayotokea mbali sana yanaweza kugusa maisha yetu. Ndiyo, na huu ni mfano mmoja tu ya jinsi matukio yanavyoweza kubadili bei na mahusiano ya masoko. Ni muhimu kuelewa mambo haya ukitaka mafanikio katika biashara. Sawa kabisa. Lakini babu, nitapata wapi habari ninazohitaji ili nifanye maamuzi yenye hekima katika biashara yangu? Kweli mwanangu, unaweza kujifunza mengi kwa kusoma magazeti au kusikiliza redio.
na hata kwa kuangalia na kusikiliza mambo yanayotokea katika mazingira yanayokuzunguka. Sawa kabisa. Pia umebarikiwa kuwa na marafiki na ndugu wanaoweza kutafakari mambo haya na kufikia maamuzi yenye hekima. Kama hekima mwenyewe. Kabisa. Na ilivyo muhimu ni kama Biblia inavyosema, mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu, awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Tena tangu mwanzoni ni Bwana ndiye anayekupa uwezo wa kuzalisha katika biashara. Ni kweli. Nikupatia nini leo babu? Karoti. Tafadhali maswali. Naona hatimaye machungwa yako yamefika. Kama nini? Kwa kila kikapu nilichonunua, yule muuzaji alinipa vikapu viwili nyongeza, na vikapu vyenyewe aliuza nusu bei. Kwani unahitaji mengi hivi? Hapana. Nilikuwa nimeagiza vikapu viwili tu, lakini yule muuzaji alivyopata hasara kupitia ile ajali, nilifikiri angalau nimpe bei tuliyopatana. Wateja wangu wote wa kawaida watanunua, kwa hiyo sitapata hasara. Umenifaa sana maswali. Biblia husema, nafsi ya mtu mkarimu itafanikiwa, anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Tunapaswa tuwe wakarimu katika mambo yote, hata katika biashara zetu. Asante babu. Chakula kizuri sana Upendo. Asante. Ndiyo mama, kitamu sana. Karibuni. Tuzo, tafadhali kusanya vyombo na kuvisafisha. Ndiyo mama. Baba Tuzo, chai. Ndiyo, asante. Umemuona Hekima leo? Ndiyo. Nilikwenda kununua mafuta ya taa na tulianza kujadili mambo ya upatikanaji na uhitaji, kwani mambo haya yanaweza kuathiri bei katika biashara zetu pia. Ni kweli. Nilikuwa nikiongea na Zawadi leo kuhusu hali hii. Kweli? Ndiyo, tulijadili jinsi mabadiliko ya upatikanaji na uhitaji yanavyoweza kumpatia mtu fursa ya kuongeza biashara yake na kupata faida ikiwa anafahamu kuitumia vizuri. Kabisa. Ikiwa matukio kadhaa yameongeza uhitaji wa bidhaa fulani, wenye biashara wanaweza kuongeza bidhaa hiyo na kuiuza kwa wingi zaidi. Ndiyo, pia kama bidhaa mpya inapatikana, mfanyabiashara anaweza kuwa wa kwanza kuiuza na kupata faida yake. Baba Tuzo, kiti hiki karibu kinavunjika. Kweli? Ndiyo, angalia hapa. Unaweza kukitengeneza? Labda sina zana za seremala, lakini naweza kumwomba Hekima anisaidie. Furaha za asubuhi. Nzuri, umelala salama? Salama. Una nini huko? Nina jambo zuri la kukuambia. Kweli? Nini hiyo? Nilipokuwa nikifunga duka jana jioni, Lulu alikuja. Alitaka kuona kitambaa tulichonunua kwa sketi yake mpya. Amekipenda? Ndiyo, amekifurahia, lakini zaidi yake aliona kile kitambaa kingine na amekipenda sana. Kipi? Ile ya rangi ya ajabu. Kweli? Ndiyo, amesema ni sawasawa na nguo yule nyota alivaa siku ya tuzo za filamu wiki iliyopita. Kweli? Ana hakika? Hata mimi sikumwamini kwanza, lakini niliangalia gazeti la wiki ile. Hebu angalia. Kweli? Unaona? Si inashangaza sio? Sijui kama neno shangaza linafaa. Alivaa kitambaa hiki hasa? Vipi tena? Ni zuri ajabu. Lulu anataka umshonee nguo kama ile nyota aliyovaa hasa. Kweli? Mbona kila mara unauliza kweli? Ni kwamba sijui.
Sijawahi kuona kitu kama hiki hata siku moja. Hicho ndicho kinachoifanya kiwe kizuri ajabu. Na pia upendo, je, unaweza kunishonea ya kwangu pia? Kweli? Yaani, kama kweli ndivyo unataka, lakini ninahitaji kuongeza kitambaa. Na kwenda kununua sasa hivi. Asante Upendo, wewe ni mahususi kabisa. Acha nimwambie Lulu. Hivi unafikiri unaweza kunisaidia kukitengeneza? Bila shaka, haina shida. Ni kuunganisha huu mguu, kutengeneza sehemu mpya mgongoni, kupiga msasa sehemu ya kukalia, kuunganisha miti kwa misumari na kupiga rangi mpya ya varnish. Bas, tayari. Au tuunganishe hapa palipo katika kwa kugonga kibao tu. Nafikiri napenda mpango huu zaidi. Lakini gharama je? Tukisie, tutahitaji kipande cha mbao, misumari na rangi. Lazima kutakuwa na gharama kiasi. Lakini si kama kiti kipya. Kabisa. Hiki ni kiti kizuri. Kipya kingekuwa ghali. Bila shaka. Mbona viti ni ghali sana? Yaani vifaa vyote, mbao, misumari, rangi na vinavyotumika havifikii gharama ya kiti chenyewe. Bei ya vifaa peke yake siku zote ni ndogo kuliko bei ya kitu kilichotengenezwa. Bila shaka. Lakini kwa nini? Yaani, hutumia muda mrefu, kutafakari na kufanya kazi kwa bidii ili kubadilisha mbao iwe chombo chenye manufaa kama kiti. Na ndivyo watu wanavyozalisha mali na pengineyo hata utajiri. Kuzalisha mali? Ndiyo, kuchukua kitu kama ubao au hata unga na kutumia muda na bidii katika kutengeneza kitu kipya kama kiti au mkate. Kweli. Ndiyo, inaitwa kuzalisha mali kwa sababu wamebadilisha vitu vya asili viwe na thamani kubwa zaidi. Kumbe, sijawaza kuhusu kuzalisha mali. Si jambo jipya. Hata Biblia husema, utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu ya kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako, kama hivi leo. Hey, labda tufanye hivyo na haya machungwa, kama kutengeneza juisi au keki ya machungwa. Haya, Furaha, hali. Furaha, umenunua mita ngapi? Yote. Lakini tunahitaji kipande tu kwa nguo yako. Nitafanyeje na hii nyingine yote? Utatengeneza nguo nyingi zaidi. Nguo nyingi zaidi? Ndiyo, 20. 20? Tutawashawishije watu wanunue nguo 20 kama ile? Nimeshawapata watu wengi. Nini? Nilipokwenda dukani kununua kipande, ilikuwa fujo tupu. Kila mtu alitaka kipande cha kitambaa hiki. Musa amepandisha bei yake. Kweli? Mbona jana alikuwa akitoa bure? Najua. Lakini watu walipojua kwamba Nyota alivaa nguo ile siku ya tuzo za filamu, kila mtu anataka nguo kwa mfano huo huo. Ni ajabu sana. Nilisema kwamba wewe unashona nguo zetu, Lulu pamoja na mimi, na wakina mama 15 walitoa oda zao papo hapo. Tutakuwa na kazi nyingi kabisa. Oh. Tena kuna zaidi. Zaidi namna gani? Mama Rehema alikuwa akinunua kitambaa pia. Atatengeneza viatu kama vile alivyovaa Nyota. Alifikiri mnaweza kushirikiana kwa kusifiwa kazi ya kila mmoja wetu. Watu wakinunua nguo kwako, awapunguzie bei ya vile viatu. Wakina mama watapenda kununua nguo pamoja na viatu kama watapunguziwa bei. Kabisa. Nanyi nyote mtafaidi. Unaonaje? Naona ni wazo zuri kabisa. Naitwa Sufiani Mwamini Mvule. Mimi ni mwanakikundi wa kikundi cha Mkeni Sinangwasi.
lakini pia ni mwenyekiti wa kijiji biashara cha Ndungu, na ni mfumo ambao umetupatia mafanikio makubwa sasa kwa mwaka wa 3 huu. Tumepata mbegu ya Saro 5 ambayo ndio tunaendelea kulima. Kwa kweli tunafurahi kwa sababu ni mbegu ambayo ni bidhaa inatoa bidhaa ambayo inauzika karibia nchi nzima. Tofauti na mbegu ya kwanza AR54 ilikuwa inauzika tu maeneo ya mkoa wa Kilimanjaro. Lakini sasa kupitia mradi huu tumefaidika na mbegu ya Saro 5, na mbegu hii imekuwa na mambo karibia 3. Jambo la kwanza, mbegu ya Saro 5 imekuwa ikiwa na mazao mengi kuliko ile ya kwanza tulikuwa tukilima. Lakini jambo la pili, mbegu ya Saro 5 mchele wake umekuwa ni mtamu kuliko ule mwingine na pia una harufu. Kwa hiyo tumekuwa tukipata mazao mengi na soko lake limekuwa ni pana tofauti na awali. Kwa maana kwamba sasa tunauza mchele karibia nchi nzima na tunauza kwa bei nzuri na tunapata mazao ya kutosha. Kwa maana ya kwamba tunafurahi, kwa maana ya kwamba familia zetu, watoto wetu wanakwenda shule, tumekuwa na chakula cha kutosha kwa sasa. Kwa hiyo kwa vitendo tunabadilika siku hadi siku na manufaa yanapatikana na mabadiliko yanaonekana na familia zinaendelea na mji wetu ukiuangalia sasa hivi ni tofauti na awali, nyumba bora zinajengwa na mambo yanaendelea. Aha. Upendo na Furaha. Hali gani? Upendo, naona karibu namalizia. Ndiyo, bado dakika chache tu. Nilikiacha kile kiti kwa Hekima. Anasema tunahitaji kununua vifaa vichache, lakini tutaweza kukitengeneza kesho baada ya kazi. Sawa kabisa. Ulinunua viberiti? Nilivisahau kabisa. Nilishikwa na mawazo mengine. Hekima alikuwa akiniambia jinsi tunavyoweza kuzalisha mali. Tumekuwa tukijifunza jambo hili shuleni. Badala ya kufananisha pesa na chungwa, tuifananishe na mti unaozaa machungwa. Ukiona machungwa yote yaliyorundikana hapa kijiji sasa hivi, tumekuwa jamii tajiri kuliko yoyote nchini. Nafikiri nimeelewa maana ya furaha. Sisi wengi tunaamini kwamba pesa yote duniani ni kama chungwa moja. Kila mtu anapata kipande, na ukitaka kipande kikubwa zaidi ni mpaka umnyang'anye mtu mwingine. Lakini si kweli, au sivyo? Yaani, nikipata pesa zaidi, si kwamba nimewaibia majirani zangu. Hakika sivyo. Lakini badala yake, tufikirie utajiri kama mti wa machungwa unaozaa matunda. Bidhaa mpya na fursa mpya hutokea wakati wote. Sawa kabisa. Kama Hekima alivyoniambia, utajiri unaweza kuzalishwa kwa kutumia muda, kutafakari na kufanya bidii katika kutengeneza kitu kipya. Kama afanyavyo Upendo. Sawa, ninachukua kifaa, yaani kitambaa, na ninatumia muda na bidii katika kukishona. Nitoe nguo ya kuvaa. Ndivyo ninavyopata faida. Hasa kwa jinsi unavyokuwa fundi stadi. Kabisa. Mke wangu ana akili sana. Unajua, Hekima na mimi tulikuwa tukijadili jinsi ya kufanya kitu tofauti na haya machungwa yawe na thamani zaidi kwa kutengeneza juisi au hata keki. Wazo zuri sana. Msimu wa mvua umeanza. Maswali. Tunapaswa kusafisha ghala yetu mwishoni mwa juma. Kweli? Mapema hivi? Ndiyo, wakati wa mvua bei ya mahindi inapungua sana. Nataka kutumia akiba yetu kununua mahindi kwa wingi, kiasi cha kutosha mpaka mwisho wa kiangazi kijacho. Kumbe, hata hali ya hewa inabadilisha bei ya vitu. Ni kweli. Kama unaongoza nyumba, ni muhimu kujua jinsi bei zinavyopungua na kuongezeka, na hivyo kuweza kupunguza matumizi ya pesa kwa kiasi kikubwa kwa muda mrefu kidogo. Tutahitaji vyombo vikubwa kama mapipa ya kuhifadhi mahindi. Nitayanunua kwa Hekima. Sasa hivi anauza kwa nusu bei. Kweli? Kwa nini? Nilimuuliza, akasema yule anayemuuzia amepunguza bei yake ghafla, lakini hakujua sababu. Nafikiri hatuwezi kujua kila mara sababu ya bei kubadilika.
Weka hapa hapa, usisogeze maswali. Una hakika? Hutaki mimi nipewe zamu ya kutumia nyundo? Hapana, ninajua ninachokifanya. Una hakika? We shika tu, usisogeze. Na hesabu 3. 1, 2. Halo? Kabisa. Hakuna shida. Ninatazamia kwa furaha. Ndiyo, bila shaka nitaleta matofali kadhaa. Matofali? Ha? Huyu ni ndugu yangu. Yule anaishi huko kijiji jirani? Ndiyo, ninakwenda kumtembelea mwisho wa juma hili. Na kumpelekea matofali? Ha? Yale. Hapana, sivyo, ni utani wetu tu. Kwa sababu matofali ni ghali sana huko kijiji jirani, lakini yana bei nafuu sana hapa. Kila mara ninaahidi kumpelekea mfuko wa matofali. Utaenda na basi? Yatakusumbua kweli? Sijawahi kubeba na sitabeba maswali. Ni utani tu. Oho. Ni kweli matofali ni ghali sana huko? Yana bei maradufu. Kwa nini? Ni padogo, kitongoji tu, na mtu mmoja anatengeneza matofali huko kwa wakati huu. Tofauti na hapa kijiji ambayo tuna sehemu 5 au zaidi tunapoweza kuyanunua. Je, kwa hiyo huyo anayetengeneza matofali huko kijiji jirani anaweza kuyauza kwa bei ghali anavyopenda? Kwa sasa, mtu mwingine akiamua kuyatengeneza yanapatikana mengi na ndipo bei inapungua. Nimeelewa. Haya maswali, nitahesabu 3. Maswali. Shikamo babu. Nikusaidiaje? Marahaba. Naomba chupa 2 za juisi ya machungwa. Tena, mara hii? Bibi anapenda sana na ndugu zetu watakuja kula chakula cha jioni leo. Safi sana. Kwani mauzo ya juisi yanakwendaje? Vizuri kabisa. Nimemaliza machungwa yote ya nyongeza. Zawadi pia ameanza kutengeneza juisi ya machungwa aliyobakisha. Nami nimekubali kumsaidia kuiuza. Umefanya vizuri. Kumbuka maswali, Biblia husema, afadhali kuwa 2 kuliko 1, maana watapata ijara njema kwa kazi yao, kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzake. Bila shaka. Asante babu.